Hizi maulidi zetu tunazozifanya kila siku, tunamwadhimisha Mtume Muhammad. Maulidi hizi zimeleta tija ipi katika kuwasaidia vijana wa Kiislamu, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia wajane na kuwasaidia walimu wa madrasa, ambaye mwalimu wa madrasa mshahara wa Laki1 hana? Lau kama maulidi, tuchukulie maulidi 1000 Tanzania, kila maulidi ichangie milioni 1 mara 1000, ni ngapi? Fedha zile tukiziingiza katika miradi, maana yake tutaweza kutatua matatizo ya sisi Waislamu. Wajane wangapi wapo leo wanatembea humu? Kuna baadhi ya wajane wamezaa, wamefariki, watoto mayatima, lakini mjane yule ili aweze kuwalisha mayatima aende akajiuze apate pesa ili aweze kuwalisha mayatima. La aqla katadbir. Mipango sisi Waislamu tunayo. Kiwazungumza Tanzania katika watu ambao wamefanya kazi Uislamu, Sheikh Ali huwezi kumtoa. Mmoja katika wasemaji akasema, abni alqura wa ghairi yabni rijala wa shattana baina alqura wa rijala. Kuna baadhi ya watu kazi yao wao ni kuitengeneza miji, na kuna baadhi ya watu kazi yao ni kutengeneza nafsi za binadamu. Washattana baina alqura wa rijala. Kuna tofauti kubwa sana katika kutengeneza mji, na kuna tofauti kubwa sana katika kuitengeneza nafsi ya mwanadamu. Unaweza ukarejea nyumbani au mkoa uliotoka, labda kuna mlevi ule muacha, ukiwa na miaka 5 umekuja Dar es Salaam, ukirejea katika mji wa Kigoma utamkuta mlevi yule ana zaidi ya miaka 50, mingine bado analewa. Lakini leo ukienda Kigoma utakuta mataa barabarani hapo, lakini yule mlevi wa miaka zaidi ya 30 nyuma memwacha, mpaka leo bado analewa. Kuonesha kwamba kutengeneza nafsi za binadamu sio jambo la mchezo. Ndiyo maana leo tunamwadhimikia Mtume Muhammad. Kazi kubwa aliyoifanya ni kutengeneza nafsi zetu sisi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana mmoja akasema, yakfihi anna albadra yukhsafu nurahu walakinna nura Muhammadin la yukhsafa. Itoshe ifikie wakati kwamba nuru ya mwezi ufikia wakati ikaondoka, nuru ya jua huondoka, lakini nuru ya mtume haitoondoka mpaka siku ya Kiyama. Kazi kubwa aliyoifanya ni kazi ya kutengeneza nafsi. Abni alqura wa ghairi yabni rijala wa shattana baina alqura wa rijala. Kutengeneza nafsi si jambo la mchezo. Kwa ni lazima tumwadhimikie Mtume Muhammad kutokamana na kazi aliyoifanya. Ile jambo la kwanza. Jambo la pili, Sheikh Isa ameeleza maelezo mazuri sana kupitia hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqla katadbiri. Jambo lolote katika maisha mwanadamu haliendi isipokuwa ni mpango. Hata Mwenyezi Mungu katika kumwelezea mwanadamu mpaka mwanadamu kuwa mwanadamu kapitishwa katika mpango mpaka kuwa mwanadamu. Laqad khalaqnal insana min sulalati min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Mwenyezi Mungu anazungumza hapa ni mpango wa maisha mwanadamu, kuanzia kuumbwa kwake mpaka mwanadamu akaja kuwa mwanadamu. Huu ni mpango wa Uislamu. Hizi maulidi zetu tunazozifanya kila siku, tunamwadhimisha Mtume Muhammad. Maulidi hizi zimeleta tija ipi katika kuwasaidia vijana wa Kiislamu, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia wajane na kuwasaidia walimu wa madrasa, ambaye mwalimu wa madrasa mshahara wa Laki1 hana? La aqla katadbir. Tuanzie katika mipango namna hii. Lau kama maulidi, tuchukulie maulidi 1000 Tanzania, kila maulidi ichangie milioni 1 mara 1000, ni ngapi? Ni fedha nyingi sana. Fedha zile tukiziingiza katika miradi, maana yake tutaweza kutatua matatizo ya sisi Waislamu. Wajane wangapi wapo leo wanatembea humu? Kuna baadhi ya wajane wamezaa, wamefariki, watoto mayatima,
lakini mjane yule ili aweze kuwalisha mayatima aende akajiuze apate pesa ili aweze kuwalisha mayatima. La aqla katadbir. Mipango sisi Waislamu tunayo. Huu ni mtihani mkubwa sana. Namalizia Sheikh Singa dakika yangu moja. Mwenyezi Mungu ametueleza utaratibu namna kuipata pepo, lakini Mwenyezi Mungu aliweka mpango kazi namna gani pepo utaipata. Mwenyezi Mungu alisema waman arada al-akhiratan, yule ambaye atakayetaka nini? Akhira. Wasaa laha sa'yaha. Mungu hajasema wasaa laha sa'yuhu. Maneno haya Mwenyezi Mungu ameanzia na sharti kwamba waman arada al-akhirah. Hii ni man lishartiyya yufidu lil'umum. Yoyote, niwe mimi au wewe, kama unaitaka akhira, wasaa laha sa'yaha, ni lazima utembee kama akhira inavyotaka, si unavyotaka wewe. Na watu wa lugha wanasema inapokuja sharti lazima jawabu sharti ipatikane. Jawabu lake faulaika kana sa'yuhum mashkura. Lakini Mungu anatuonesha mpango, waman arada al-akhiratan, wewe unataka akhira, wasaa laha sa'yaha, hutaki kusali, wasaa laha sa'yaha, wewe ni mzinifu, wasaa laha sa'yaha wa mdhulumati. Jamani, faulaika kana sa'yuhum mashkura itapatikana hapa? Manake utakuwa na mpango mbovu, ni mpango ambao hauendani na yale anayotaka Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mkusanyiko wetu huu ni mkusanyiko wa kufurahia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ametufunza jambo kubwa katika makubwa mengi aliyotufunza, ya kwamba mafanikio yoyote yale ya katika dunia au ya akhera yanapatikana kwa kuwa na mpango. Na yeye ametuambia la aqla katadbir, hakuna akili kubwa kama kuwa na mpango. Na wataalamu wakaueleza mpango ili tuone umuhimu wake. Wakasema planning is a trap to capture the future, kwamba mpango ni mtego wa kukamata mustakbali. Ukitaka mustakbali wako uwe mzuri, lazima uwe na mpango. Kipindi hiki tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini kipindi hiki vijana wetu wanamaliza na kufanya mtihani wa kidato cha 4. Ni dhahir kundi litakwenda kuendelea na masomo na kundi litabaki. Lazima tuwe na mpango. Tukikosa kuwa na mpango kama wazazi au walezi, tukadhani kwa kuwa wamemaliza form 4 jukumu letu limeisha, hatutaki kujua wanafanya nini, wanakwenda wapi, wanafikiri nini, mpango wao ni upi katika maisha, tutaangukia pabaya. Kwa sababu mustakbal ili uwe mzuri lazima kuwe na mpango, ndo mtego wake kukamatia mustakbal. Kwa hiyo tulitafakari jambo hili wakati tunafurahia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakuna akili kubwa kama kuwa na mpango, na mpango ndio msingi wa mafanikio kwenye maisha yetu duniani na akhera. Mwenyezi Mungu anaposema toa zaka, lazima uwe na mpango. Bila ya mpango zaka haiwezekani. Tunapoambiwa kuna fadhila ya kusimama usiku kufanya ibada, lazima uwe na mpango, unalala saa ngapi ili uamke uweze kupata hizo fadhila. La aqla katadbir, hakuna akili kubwa kama kuwa na mpango, na mpango ndio msingi wa maendeleo yetu kwenye chochote tunachokitaka. Lazima tuwe na mpango. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.